basi nikifa hakuna cha kunipeleka Sumbawanga wala wapi mahali pengine. Kwa hiyo hapa Dar es Salaam ndio nyumbani. Ni kweli nimeenda kaburi pale Pugu. Hii ni sauti ya Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, aliyekuwa zaidi ya kiongozi wa kanisa. Alikuwa sauti ya dhamiri, mwalimu wa maadili na alama ya utulivu katika nyakati za mabadiliko ya taifa na kanisani. Safari yake ya maisha ilianza kusini magharibi mwa Tanzania na kufika ngazi za juu za uongozi wa kanisa Katoliki duniani. Bwana awe nanyi. Ni simulizi ya huduma, uaminifu na kujitoa bila kujihifadhi. Kardinali Pengo alizaliwa Agosti 5 mwaka 1944 mjini Sumbawanga mkoani Rukwa. Alikulia katika mazingira ya unyenyekevu yaliyomjenga kuwa kiongozi wa watu wote, maskini na wenye uwezo, waamini na wasiokuwa waamini. Aliingia katika huduma ya kipadri akiwa na ari ya kutumikia. Kwa miongo kadhaa, alitumia maisha yake kuimarisha imani, maadili na mshikamano wa kijamii. Mwaka 1992 aliteuliwa kuwa askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Kwa miaka 27 mfululizo aliongoza dayosisi hiyo muhimu zaidi nchini katika kipindi cha mabadiliko makubwa ya kijamii, kisiasa na kiimani. Uongozi wake ulijengwa juu ya busara, nidhamu ya mazungumzo na msimamo wa haki. Alisisitiza amani, maridhiano na utu wa binadamu. Mwaka 1998 aliandika historia. Aliteuliwa na Papa kuwa kardinali. Akawa kardinali wa pili kwa Tanzania, akitanguliwa na Kardinali Laureani Rugambwa. Uteuzi huu haukuwa heshima binafsi pekee, bali utambuzi wa mchango wa kanisa la Tanzania katika kanisa la ulimwengu. Kama kardinali, alikuwa mshauri wa Papa na sauti ya Afrika katika mijadala ya kimataifa ya kanisa. Lakini hata akiwa juu, aliendelea kubaki mnyenyekevu. Baada ya miaka 27 ya utumishi Dar es Salaam, aliwasilisha maombi ya kustaafu ambayo yalipokelewa na kuhililishwa. Lakini kustaafu hakukumaanisha kukaa kando. Aliendelea kutoa ushauri, hekima na sala. Alitumikia kanisa hadi pumzi yake ya mwisho. Katika maisha yake alikuwa na mahusiano ya heshima na viongozi wakuu wa taifa. Alisimamia juu ya misingi ya taifa bila upendeleo, lakini kwa ukweli na upendo. Usiku wa Februari 19 mwaka 2026, katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, safari yake ya hapa duniani ilifikia tamati. Alifariki akiwa na umri wa miaka 81 baada ya zaidi ya nusu karne ya huduma ya kanisa na karibu miongo mitatu ya uongozi wa juu. Kardinali Pengo ameondoka, lakini sauti yake bado inasikika katika mioyo ya waamini, katika makanisa aliyoyasimamia, katika maadili aliyoyasimamia na katika kizazi
cha viongozi aliowalea. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amen. Mungu Mwenyezi awabariki kwa wema wake na kuwamiminia hekima yake iletayo wokovu.